Rais Nicolas Maduro ametekwa nyara na Marekani, ulimwengu ukikodoa macho yake. Kinachoshuhudiwa ni jitihada za kulinda demokrasia, bali ni ujenzi wa utawala wa kikaragosi unaoundwa na Washington na kupandikizwa Caracas kwa kivuli cha uongozi wa kisheria. Historia ya dunia imeshuhudia mara nyingi mafuta yakigeuzwa kuwa ramani ya vita, na Venezuela, taifa lenye hazina kubwa ya nishati, limeingia rasmi kwenye orodha hiyo ya waliolaaniwa na utajiri wao. Lakini kinaya zaidi ni wepesi wa Umoja wa Afrika kupaza sauti yake kuhusu uvamizi huo, ukinyamazia madhila yanayoendelea katika baadhi ya mataifa Afrika. Shisia Wasilwa anaangazia swala hili kwenye tahariri ifuatayo. Kuvamiwa kwa taifa huru la Venezuela na Marekani, kisha Rais Nicolas Maduro kutekwa nyara kwa kisingizio cha tuhuma dhidi yake eti kuendeleza biashara ya dawa za kulevya, kuvuruga misingi ya demokrasia katika uchaguzi na kuwalinda mafisadi, ni tukio linaloacha doa jeusi katika uso wa haki ya kimataifa. Hili si swala la mtu mmoja wala taifa moja, ni jeraha linalodunga dhamiri ya dunia nzima. Mataifa makubwa yamejipa mamlaka ya kuwa hakimu, mwendesha mashtaka na mtekelezaji wa hukumu kwa wakati mmoja. Marekani, ikijivika joho la uadilifu, imechagua njia ya nguvu badala ya diplomasia, risasi badala ya hoja na hofu badala ya haki. Lakini je, ni nani aliyeipa dunia ruhusa ya kubadili sheria za kimataifa kwa mapenzi ya mwenye nguvu? Je, demokrasia inalindwa kwa mabomu au rushwa hukomeshwa kwa kuvamia ardhi ya wengine? Cha kusikitisha zaidi si kitendo chenyewe, bali ukimya wa vyombo vya kimataifa. Umoja wa Mataifa, mahakama ya kimataifa na taasisi nyingine zilizoundwa kulinda uhuru wa mataifa zimebaki kuwa watazamaji wasio na sauti. Kimya chao kinapiga kelele kuliko milio ya makombora, kinathibitisha kuwa haki ya kimataifa imegeuzwa kwa mizani isiyo na usawa, inayoyumba kulingana na uzito wa mkono unaoishikilia. Lakini kichekesho zaidi ni pale Umoja wa Afrika unapopaza sauti yake kuhusu uvamizi huo, ilhali baadhi ya mataifa ya Afrika yanateketea. Umoja huo unafanya nini kuhusu mapigano yanayoendelea Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ama kwa hakika huo ni unafiki. Historia imetufundisha kuwa pale nguvu inapochukua nafasi ya sheria, wa kwanza kuumia si viongozi wala tawala, bali raia wa kawaida. Mama anayetafuta dawa hospitalini, mtoto anayetaka shule na mzee anayetegemea amani ya jioni. Kuvamia taifa huru kwa madai ambayo yangeshughulikiwa kwa vyombo vya kisheria ni kuhalalisha dhana hatari kwamba mwenye nguvu yuko juu ya sheria. Dunia isipozungumza leo, kesho itakuwa imepoteza sauti kabisa. Ikiwa Venezuela, taifa huru, linaweza kuvamiwa leo kwa kisingizio cha maadili, basi hakuna taifa dogo au la kati lililo salama kesho. Haki ikinyamazishwa, nguvu huongea, na nguvu inapoongea, ukweli hufa. Ni wakati wa jamii ya kimataifa kuamka, kuacha unafiki wa kisiasa na kusimama upande wa misingi iliyounda uhuru wa mataifa, utawala wa sheria na heshima ya utu wa binadamu. Vinginevyo, dunia itabaki kuwa jukwaa la wanyonge kulia kimya kimya, huku wenye nguvu wakishangilia ushindi wao wa muda.